Katika kuunga mkono sera ya upandaji miti kama ambavyo iliagizwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, kampuni ya Wireless imefanikisha zoezi la upandaji miti katika shule ya msingi Mapera wilayani Mbinga mkoani Ruvuma. Hayo yamefanyika wakati wa kuelekea kwenye uzinduzi wa ligi ya Wireless Super Cup ikiongozwa na aliyekuwa mchezaji wa timu ya taifa Tanzania Taifa Stars, Azam na Yanga, Bwana Mrisho Alfan Ngasa, pamoja na mkurugenzi wa Wireless Bwana Frank Peter Ndunguru. Mara baada ya kufika katika shule hiyo, amesema kufanya hivyo kutasaidia misitu kuimarika, ardhi kuwa bora, kuimarisha afya zetu na kuboresha mazingira yetu. Shule hii binafsi mimi nina historia nayo. Shule hii ni shule ambayo mimi nimepata elimu yangu ya shule ya msingi, lakini sijawahi kuiacha. Kama ulivyoona hapa kwenye taarifa, wamesema kwamba tulishakuwa na mapodata ya michezo mwezi Mei 2025. Na mimi nakili hivyo, na hata mgeni rasmi umeshaona kabisa kwamba mazingira ya mapokezi pale, unaona kabisa vijana wetu wamependeza sana na nguo za michezo za Wireless. Hii yote ni jitihada za kutangaza michezo mashuleni, kuinua vipaji vyetu mashuleni, ili shule zetu ziweze kuamka na vijana waweze kupenda michezo. Lakini kwa nini tumeamua kuja hapa kuweka alama au kuhangaika na shughuli hii ya upandaji miti? Binafsi tuliona ni vyema tukaja shule hii tukaweka alama ya upandaji miti, kwa sababu kwanza ni sera ambayo sasa hivi ipo ya upandaji miti na utunzaji miti ndani ya Jamhuri yetu ya Muungano wa Tanzania. Ni sera ambayo tunamsupport mama yetu, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuhakikisha misitu inaimarika, ardhi yetu inakuwa bora, na vile vile misitu yetu. Upandaji wa miti unatusaidia sisi katika kuhifadhi mazingira yetu na kuimarisha afya zetu. Sio tu kwa maana ya utapata miti utafanya nini. Tunasisitiza tupande miti, kwani miti ndiyo maisha yetu. Miti ndiyo uhai wetu. Miti ndiyo vyanzo vyetu vya maji, na maji ndiyo yanatusaidia sisi katika shughuli nyingi ambazo tunazitumia kila siku. Hata hivyo, katika zoezi hilo aliambatana na katibu wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Mbinga, Ali Simba. Amesema katika hatua hii inaonyesha kwa mfano tena kwa vitendo kwa upandaji miti ili kutunza mazingira pamoja na kuinua michezo, huku akimpa kongole Bwana Frank Peter Ndunguru kwa kufanikisha zoezi la upandaji miti. Rafiki yangu, kada mwenzetu wa Chama cha Mapinduzi, kwa kazi kubwa hii anayoifanya, anatuonyesha mfano kwa vitendo kwa kazi hii ya kuja kupanda miti, kutunza mazingira, lakini kwa kazi hii ya kuinua michezo kwa vijana wetu. Ni jambo ambalo sisi tunahangaika nalo kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi, na yeye mwenzetu anatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa vitendo. Nimpongeze sana, asanteni sana, kwa sababu leo tuna shughuli kubwa, watu wanasubiri kutoka Kichape tukaone mambo kule uwanjani. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Aidha, mchezaji huyo wa kimataifa Bwana Alfan Mrisho Ngasa ameonyesha kufurahishwa na namna ambavyo ameshiriki katika zoezi la upandaji miti katika shule hiyo. Kubwa sana kwa Wireless, kwa upendo unaoonyesha katika jamii na vitu vingi anaonyesha kwa jamii. Kwa katika upandaji wetu miti wa leo ni siku nzuri na watu hapa ni wazuri, wanatupokea vizuri. Mimi binafsi nimefurahi, tuko pamoja. Wakati mwingine pia tajipanga kujaribu kutoa chochote katika shule. Wahenga wanasema mcheza kwao utunzwa na nyumbani ni nyumbani. Hilo amelidhihirisha Bwana Frank Peter Ndunguru kwa kurudi nyumbani na kuhakikisha anaonesha kwa vitendo vijana wengine kwamba inawezekana kubadilisha fikra na mawazo ya watu wanayotuzunguka na kujenga sehemu inayotoka. Shule hii ilianzishwa mwaka 1953 na wamisionari wa Roma. Pia shule hii imesajiliwa kwa namba EM 1117. Uongozi na usajili. Shule hii ina walimu 7, waajiriwa ya kudumu na 1 wa kujitolea. Pia shule ina uongozi wa kamati ya shule na wawakilishi wa wazazi, yaani UWAWA na UWEJE.
Shule hii inasajili wanafunzi wa darasa la awali mpaka la 7. Na mpaka sasa shule hii imesajili wanafunzi 465 wakiwemo wavulana 224 na wasichana 241 sawa na mikondo 11. Taaluma. Maendeleo ya taaluma katika shule yetu ni mazuri, kwani kwa kigezo cha upimaji kitaifa mwaka 2025 ufaulu wa darasa la 7 ulikuwa 72% na darasa la 4 94%. Ustawi na vivutio. Shule yetu inaamini katika kauli mbiu yetu, yaani elimu na kazi. Hivyo ufundishaji na ujifunzaji unakwenda sambamba na huduma za utoaji chakula kupitia michango ya wazazi, miradi hususan shamba la kahawa, utunzaji na uboreshaji mazingira kwa kupanda miti na maua kwa kila msimu wa mvua kama muonekano ulivyo, na kushiriki katika michezo mbalimbali kama tulivyohamasishwa na wireless outfit katika bonanza la mwezi Mei 2025. Changamoto. Pamoja na juhudi za uongozi wa shule kuzifanya changamoto kuwa fursa kwa njia ya ushirikishwaji, bado shule yetu inakabiliwa na uchakavu wa miundombinu na ukosefu wa huduma, hasa huduma ya maji. Hii ni Jongo Media TV. Kupata taarifa zetu, subscribe channel yetu ambayo ipo YouTube na ubonyeze kengele. Utakuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Nenda YouTube sasa hivi, andika Jongo Media TV au nenda Instagram yetu. Kwenye bio kuna linki ambayo itakupeleka moja kwa moja YouTube. Asante kwa kutazama Jongo Media TV. Jongo Media TV. Siku zote tunazidi kawaida.